السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في شدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Amina. Huu ni mwezi Shawwal, mwezi wa mfunguo mosi. Tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na wengine wako katika ibada ya saumu ya sita min Shawwal, lakini swala letu la kuomba dua katika kituo hiki lazima liendelee, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ad-du'a mukhul ibada, dua ni ubongo wa ibada. Lakini katika maneno mengine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe. Kwa nini ibada ya dua imekuwa na msisitizo mkubwa kama huu? Kwa sababu ukiufunga mlango wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka utaufungua mlango mwingine wa kumuomba asiyekuwa Allah, na ukiingia katika kumuomba asiyekuwa Allah utakuwa umetumbukia kwenye shirki, na shirki tunaambiwa ni katika akbarul kabairi, ni katika madhambi makubwa. Mtu yoyote akifa hali ya kuwa yuamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na ikawa hakutubia kutokana na huo ushirikina wake, basi Allah mtu huyo hatomsamehe, atamuingiza motoni milele. Ndio maana suala la uombaji wa dua sisi tunalipa kipaumbele sana. Kwanza linatusaidia kutokana na matatizo tulionayo, lakini suala la kuomba dua linatatua changamoto zetu za kimaisha, kwa sababu ad-du'a yanfa'u mimma nazala, dua ina msaada mkubwa wa kumnufaisha mwanadamu kwa kumuondoshea balaa ambalo limemshukia. Wa mimma lam yanzil, lakini dua ina msaada mkubwa wa kumnufaisha mwanadamu kwa kulizuia lile balaa ambalo halijashuka ili lisishuke. Kwa hiyo jambo kama hili lafaa kupewa kipaumbele. Katika Jumapili ya mwisho ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tulitangaziana
kwamba tunaelekea katika operation inayoitwa operation kupitia dua ya Qisisin, na hapa kitashirikishwa kifaa maalumu ambacho ni kifaa tiba. Tukasema operation hiyo itaanza rasmi tarehe 24 na tarehe 25, tarehe 26 itakuwa ndio kilele chake. Lakini tukasema operation hii itatanguliwa na dawa. Tuliahidi kwamba dawa hiyo tutaitoa bure kwa kila anayetaka kushiriki katika operation hiyo. Lakini leo hatutofanya hivyo kwa sababu hata hivyo operation yenyewe hatujaanza kuitangaza redioni rasmi. Leo hatutofanya hivyo, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia hiyo dawa ambayo unatakiwa uipate na uitumie kabla ya operation, tutaitoa Jumapili ya kesho kutwa. Yani tutaanza kuitoa Jumapili ya kesho kutwa, tusemeni insha Allah. Lakini operation hii ya dua ya Qisisina itaendeshwa na dua inayoitwa Duaul Basmala. Yani operation hii ya Qisisini hii itaendeshwa na dua inayoitwa Duaul Basmala. Kuna dua inayoitwa dua ya Bismillahi, na wanawazuoni wameipata dua hii kulingana na ubora wa Bismillahi, kulingana na utukufu wa Bismillahi, kulingana na siri nyingi zilizojificha kwenye Bismillahi. Wakaona Bismillahi sio ya kuachwa hivi hivi, ndani yake pana adhkari ambazo ni munasaba na Bismillahirrahmanirrahim, ndani yake pana auradi ambazo ni munasaba na Bismillahirrahmanirrahim. Lakini hata aya za Qur'ani, majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni munasaba na Bismillahirrahmanirrahim. Tunaambiwa Bismillahirrahmanirrahim laha fadhailun adhima, Bismillahi ina fadhila kubwa, wa asraran jalila, na ina siri nyingi kubwa kubwa. Miongoni mwa siri za Bismillahi, ubora wa Bismillahi, utukufu wa Bismillahi, iftataha Allahu Subhanahu wa Ta'ala afdhala kitabihi, Mwenyezi Mungu kafungua kwa Bismillahi bora ya kitabu chake cha Qur'an. Sura zote unapotaka kuzisoma ndani ya Qur'ani zinaanza na Bismillahirrahmanirrahim, lakini amefungua kitabu chake kwa hii surati al-Fatiha. Surati al-Fatiha aya zake 7 ikiwemo na Bismillahirrahmanirrahim. Lakini ni vyema kwenye kila sura unapotaka kuanza uanze kwa Bismillahirrahmanirrahim. Hizi ni miongoni mwa fadhila na ubora na utukufu na siri zilizomo ndani ya Bismillahirrahmanirrahim. Na ndio maana utaona wanawazuoni wameipata dua nzima inayoitwa Duaul Basmala liqadha'il haja, dua ya Bismillahi kwa ajili ya kukidhi haja. Kwa hiyo operesheni yetu ya Qisisin tutaiendesha au tutaifunga kwa Duaul Basmala. Lakini vile vile ukiangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala satara aurati bani adama min a'yunil jinni, amezikinga tupu za binadamu kutazamwa na macho ya majini kwa kupitia Bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala satara bi Bismillahirrahmanirrahim aurati bani adama min a'yunil jinni, Mwenyezi Mungu amezikinga, Mwenyezi Mungu amezistiri, Mwenyezi Mungu amezihifadhi tupu za binadamu ili zisionwe na macho ya majini kwa Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hiyo kumbe Bismillahirrahmanirrahim ikitumika vizuri inawaangamiza mashaitani wote wa kijini. Inaweza ikakukinga wewe kutazamwa na macho ya majini,
majini wanapokutazama wanaweza wakakutazama kwa macho ya hasadi, kama ambavyo tu mwanadamu anaweza kukuhusudu, hivyo hivyo jini pia anaweza akakuhusudu. Huo ni ubora wa bismillah. Ndio maana ikapatikana dua nzima inayoitwa duaul basmala liqada'il haja, dua ya bismillah kwa ajili ya kukidhi haja. Wengi humu tunataka tukidhiwe haja zetu za maradhi, wengine tukidhiwe haja zetu za uchumi, wengine tukidhiwe haja zetu za biashara, wengine tukidhiwe haja zetu za ndoa, wengine tukidhiwe haja zetu za kazi. Kwa hiyo duaul basmala liqada'il haja, dua ya bismillah ni rasmi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukidhie haja. Na ndio maana operation yetu ya Qisisin itahitimishwa na duau al-basmala. Lakini utaona haya tunayoyazungumza yana ushahidi kwamba bismillahir rahmanir rahim inakukinga wewe kutazamwa na macho ya majini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idha dakhala ahaduhumul khalaa an yaqula bismillahir rahmanir rahim, kinga iliyoko baina ya macho ya majini na tupu za binadamu mmoja wenu anapoingia chooni ni kusema bismillahir rahmanir rahim. Lakini watu tunapoingia chooni hatusemi hivyo. Ukitaka kuingia chooni sema bismillahir rahmanir rahim, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu, hakika mimi najilinda kwako kutokana na majini wanamume na majini wanawake. Lakini unapiga bismillah. Ndio maana wanawazuoni hawakuiacha hii bismillahir rahmanir rahim, wakaipatia dua nzima inayoitwa duaul basmala liqada'il haja, dua ya bismillahi kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akidhi haja zako. Kwa umuhimu wa bismillahi, utaona imekuwa ni lazima Muislamu anapotaka kuchinja, idha arada dhabha, anapotaka kuchinja atasema bismillahir rahmanir rahim. Wa yusannu aidha lilmuslim an yastaftiha fiha kathira min alibadati, na utaona imefanywa kuwa ni sunna kwa Muislamu kufungua ibada nyingi kwa bismillah. Ibada nyingi imefanywa kuwa ni sunna, unapotaka kuzifanya unazifungua zile ibada kwa kutamka bismillahir rahmanir rahim. Kwa mfano alwudhu, mtu anapotaka kutawadha ataanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Walghuslu, mtu anapotaka kuoga ataanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Watayammumu, mtu anapotaka kuchukua udhu kwa kutumia mchanga ataanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Wa qira'atul qur'ani, na anapotaka kusoma Qur'ani ataanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Wal hadithu sharif, na hata anapotaka kusoma hadithi tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Lakini pia wa bidayatu majalisi dhikri, na pale unapotaka kuanza majlis ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yani mmekaa kama tumekaa hivi, tunataka tuanze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hiki kikao chetu cha kumtaja Allah tutakianza kwa bismillahir rahmanir rahim. Sasa bismillahir rahmanir rahim ikiwa ni hivyo, ni kitu cha kuachwa hivi hivi? Sio kitu cha kuachwa hivi hivi. Ndio maana ukaona wanawazuoni wenye kufuatilia asrarul Qur'an, zile siri zilizojificha kwenye aya za Qur'an, zile siri zilizojificha kwenye adhkari mbalimbali, zile siri zilizojificha kwenye auradi mbalimbali, wenye kufuatilia hayo wakaona hii bismillahir rahmanir rahim ina adhkari zake zinazonasibiana,
ina aya zake zinazonasibiana, ina asmaullahi lhusna ambayo hunasibiana na hii bismillahi rahmani rahim. Kuna haja ya kupatikanwa dua maalum ambayo itakuwa duaul basmala liqadai lhaja, ni dua ya bismillahi kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukidhie haja. Hata katika mambo mengine ambayo ni mubahati, ni ya halali kufanya, imefanywa kuwa ni sunna mtu kusema bismillahir rahmanir rahim. Unapotaka kula chakula chako, kwanza utaanza kwa bismillahi, na haya ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume anamwambia kijana Abdullah ibn Abbas, kijana akiwa mdogo, anamwambia ya ghulamu samillaha, ewe kijana mtaje Allah, wa kul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na kula kilicho mbele yako. Lakini kaanza kumwelekeza ya ghulamu samillah, ewe kijana mtaje Allah, yani soma bismillahir rahmanir rahim, kisha ndio ufatishie kula kwa mkono wako wa kulia na ufatishie kula kilichoko mbele yako, lakini anza kwa bismillahir rahmanir rahim, kuonyesha kwamba hii bismillahi ni kiungo muhimu sana, na hata dua yake ina majibu ya haraka sana. Lakini pia hata wewe mwanamume kule nyumbani kwako, unapotaka kushiriki tendo la ndoa na mkeo, anza kwa bismillahi na sio kuparamia tu. Ndio maana tunaruzukiwa watoto wasiosikia, watoto wasiokuwa na fahamu. Anza na bismillahi bwana, sio unafanya alimuradi kufanya tu. Maanake mtu akishakuwa na kiu basi hata hakumbuki kupiga bismillahir rahmanir rahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, yani lau mmoja wenu pale anapotaka kumwendea mkewe akasema bismillahir rahmanir rahim, kisha akaomba dua hii, Allahumma janibna shaitana, e Mwenyezi Mungu tukinge na shaitani, tuepushe na shaitani, wajannibi shaitana ma razaktana, na ukiepushe na shaitani kile utakachoturuzuku, yani ule mtoto utakayetupa pia mkinge na shaitani. Sasa Mtume anasema ukisema hivyo, fa innahu in yuqaddaru bainahuma, hakika ikiwa hao wanaokutana wawili kutakadiriwa baina yao waladu, kupatikanwa mtoto, fi dhalika alfil, katika kitendo hicho, lam yadhurruhu shaitanu abada, yule mtoto hawezi kudhuriwa na shaitani milele. Yani ukisema bismillahir rahmanir rahim Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, ukisema maneno hayo kisha ndio ukaingiliana na mkeo, basi ikiwa kutakadiriwa kwenye kile kitendo kupatikana mtoto, basi mtoto huyo hawezi kudhuriwa na shaitani. Sasa wengi tumezaa watoto, tumefanya hivyo. Mtoto mpaka umtafutie kombe, umlete hapa afanyiwe ruqya ndio anakaa sawa sawa, kwa sababu hukuyafanya hayo. Mahalu shahidi, kusudio langu mimi umuhimu wa hii bismillah paka kwenye tendo la ndoa. Ndio maana wanawazuoni hawakuiacha hivi hivi, wameitafutia dua kabisa, ikaitwa duaul basmala liqadai lhaja, dua ya bismillahi, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kukidhi haja zetu. Kwa hiyo bismillah inatumika kwenye mambo mengi kwa umuhimu wake, na ikafanywa kuwa ni sharia bismillah katika hali za binadamu anazozipitia. Yani kuna yale matendo anayoyapitia mwanadamu, kuna hali ambazo anaishi nazo mwanadamu, ikafanywa kuwa ni sheria kuitumia bismillahir rahmanir rahim. Anapotaka kusimama ni sunna kusema bismillahir rahmanir rahim, anapotaka kukaa ni sunna kusema bismillahir rahmanir rahim, anapotaka kula ni sunna kusema bismillahir rahmanir rahim, wa inda qiraati alquran, na anapotaka kusoma Qur'an na kwenye maeneo mengine. Kwa nini anaambiwa aseme bismillahir rahmanir rahim? Kusema hivyo ni kutafuta baraka,
ni kutafuta baraka kwa majina mawili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Maana kusema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu, ninatafuta baraka zake. Sasa ikiwa wewe unatafuta baraka za Allah kwenye kila hali zako, hivi unaweza ukafikwa na madhila wewe? Vinaweza vikajitokeza vipingamizi kukuzuia wewe kufanikiwa, lakini hatufanyi hivyo, na ndio maana mambo yetu yanakuwa na vikwazo vingi, tunakuwa hatufanikiwi. Kwa hiyo hii dua inayoitwa duaul basmala liqadha'il haja ndiyo itakayotuendeshea operesheni yetu ya Kisisin, ambapo siku ya Jumapili tutaanza kugawa dawa hiyo ya bure. Kila mtu aitumie kabla ya operesheni yenyewe, lakini hata siku hiyo ya operesheni ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 24 na 25, hiyo dawa anatakiwa pia aje atumia. Kwa hiyo unaitumia mara mbili, kabla ya operesheni na ile siku ambayo unakuja kufanya operation. Kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia, kesho tutaendelea kuifafanua hii dua inayoitwa duaul basmala liqadha'i alhaja, ambayo ndio itaendesha operesheni ya dua yetu ya Kisisin. Kwa inshallah tunaingia kwenye dua. Hapo mlipo, kila mmoja aweke nia juu ya haja zake ili tuweze kuingia katika dua hiyo.